Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita umekemea vikali kauli ya mbunge wa jimbo la Geita mjini Constantine Kanyasu aliyedai kuwa ujana sio sifa ya kuwa mbunge. Viongozi wa UVCCM kutoka kata mbalimbali za mkoa huo wakizungumza na waandishi wa habari wamesema kuwa kauli ya Kanyasu imewavunja moyo vijana wenye nia ya kushiriki katika mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wamedai kuwa vijana hawana uwezo wa kuwa wawakilishi, ni sawa na kuwabagua na kupunguza mchango wao katika uongozi wa taifa. Kauli hiyo ya Kanyasu ilitolewa Machi 8, 2025 katika kikao cha halmashauri kuu ya CCM tawi la Katoma, kata ya Kalangalala, Geita mjini. Alisema kuwa ujana peke yake hautoshi kuwa sifa ya kuwa mbunge, bali ni muhimu kwa vijana kujiongezea thamani kwa maarifa, uzoefu na uadilifu katika uongozi. Katika hotuba yake, Kanyasu aliwataka vijana kuacha kujifananisha na viongozi wa kitaifa waliopata nafasi za juu wakiwa na umri mdogo, akimtaja hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama mfano. Hata hivyo, kauli yake imeibua mjadala mkali miongoni mwa vijana wa CCM, hasa wale waliotamani kushiriki katika siasa za uchaguzi mkuu ujao. UVCCM imemtaka mbunge huyo kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya taifa na kuhakikisha kuwa anatoa ushawishi chanya badala ya kuwakatisha tamaa. Hii ni News Update Media. Yaani mimi nilikuwa kijana lakini haikuwa sifa ya kuwa nilikuja kugombea hapa na Mabina. Wana CCM wakaniambia hapana, hatuwezi kupeleka mtoto bungeni. Nikarudi kugombea na Maxi. Wana CCM wakaniambia hapana, hatuwezi kupeleka kijana bungeni. Niliporudi mara ya tatu, sasa umekuwa, sasa nakupa kazi. CCM wewe. Ujana sio sifa. Unaelewa? Huwezi kujifananisha mbona Mwalimu Nyerere aliongoza nchi akiwa kijana. Jamani, Mwalimu Nyerere amekuja kuongoza nchi akiwa na masters ya kutoka Makerere. Akiwa amesoma Uingereza. Kusekwa amekuwa katibu wa bunge akiwa na masters ya Makerere na amesoma Uingereza. Sasa wewe unajifananisha na hao watu wawili, hebu tuambie wewe umekutana nao wapi? Umesomea wapi? Yaani hao unasimama kabisa unawaambia watu, sio mimi, mbona Mwalimu Nyerere alichukua nchi akiwa na miaka 30 na ngapi? Yaani wewe unajifananisha na mtu ambaye hamfanani hata robo. Mwalimu Nyerere alikuwa mwalimu wa sekondari ya Pugu High School. Na kabla ya hapo Mwalimu Nyerere alikuwa amesoma Uingereza kwa sababu kama mtoto wa chifu. Amesoma Uingereza, amesoma Makerere. Kwa ujana sio sifa ya kuwa kiongozi. Sio sifa, yaani usisimame mimi kijana, sio unakuja hapa asilimia ngapi vijana? Majina ninaitwa Rutalemwa Tindo Spamba, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Butundwe katika wilaya ya Geita. Kwa kauli hiyo sasa ya mheshimiwa mbunge, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu wa Geita tunamuomba mheshimiwa mbunge na tunamtaka mheshimiwa mbunge ajitokeze hadharani akanushe au atengue kauli yake ya kuwa vijana sio sifa ya kuwa viongozi, ila vijana atambue kuwa vijana ni sifa ya kuwa viongozi, kwa sababu vijana tumefanya hayo na tumedhihirisha hilo katika nafasi mbalimbali tulizopewa sisi kama vijana. Tumekuwa viongozi wazuri katika serikali za mitaa tuliochaguliwa mwaka jana. Tumekuwa viongozi wazuri katika serikali kuu. Tumekuwa viongozi wazuri katika bunge. Tumekuwa viongozi wazuri katika muhimili wa mahakama na hata kimataifa. Vijana wameendelea kutuhamasisha sisi kuwa viongozi. Unaweza mkaona Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, ni kijana na anasifiwa Afrika nzima na dunia nzima. Nipo hapa kwa majina, naitwa Joseph Chacha, mwenyekiti wa vijana wa kata ya Katoro, hiyo ndani ya wilaya ya Geita na mkoa wa Geita. Mtu anasimama hewani anawaaminisha wananchi na taifa la Tanzania kwamba vijana si lolote. Ujana uwezi. Tumuulize sasa, wakati anapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa vijana kwa Mwanza wakati huo, wakati anaaminiwa kuwa mkuu wa wilaya wakati huo, alikuwa ni mzee? Alikuwa ni kijana. Sasa kwa nini wakati huu? Alafu kwa nini, ndugu waandishi wa habari, mwe mnatusaidia kuangalia hata hoja za watu wengine? Kwa nini kauli kama hizi zinakuja kutoka kwa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha uchaguzi? Lazima tuanze kujiuliza Watanzania kwa ujumla kwamba kuna baadhi ya viongozi wameferi na kuna baadhi ya viongozi hawajitambui na kuna baadhi ya viongozi hata fikira zao za kuweza kufikiria na kuona kwamba nini nikipeleka kwenye jamii hawana. Hatupo hapa kumzungumzia mtu, lakini tumekerwa na kauli ya viongozi ambao ndio kioo cha jamii kuja kusema kwamba viongozi vijana. Tuulizane sasa,
Leo wewe una familia yako, vijana wanaotokana na familia inakuza vijana wapeleke wapi kama huwezi kuongoza nafasi yoyote? Kwa majina anaitwa Mansur Ahmed Abedi, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kalangalala, lakini pia ndiye mkuu wa mafunzo na chipukizi wa mkoa wa Geita. Nijitokeza hapa kukemea vikali baadhi ya viongozi ambao wanaendelea kutubeza sisi vijana na kutuona hatufai kuwa viongozi. Kwa kauli ya kiongozi mmoja aliyosema uongozi sio sifa ya kuwa kijana. Sisi tunamkatalia kwa sababu mpaka sasa sisi ni viongozi kwenye maeneo yetu, kwenye familia zetu, pia ni viongozi. Tunaongoza familia zetu vizuri, hakuna mtu ambaye amekuja kutusaidia kuziongoza zile familia zetu. Yanga Magayane, mwenyekiti wa vijana kata ya Kasamwa. Mimi nimekuja kujibu hoja ya kiongozi ambaye anabeza vijana akisema kwamba vijana sio sifa ya kuwa viongozi. Mimi napingana na ninalaani kitendo hiki, na viongozi wetu wa chama tunawaomba wasimamie hili ili sisi vijana tuendelee kukiamini chama chetu, tuendelee kujitokeza kushika nafasi mbalimbali. Peter Lianga, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Rudete. Msingi kata ya Rudete inatokana na wilaya ya Geita ndani ya mkoa wa Geita. Kauli hii iliyozungumzwa na Mheshimiwa Kanyasu kwetu kama vijana inatufikirisha sana. Kwanza nimkumbushe Mheshimiwa Kanyasu, wakati anazungumzia swala la elimu jana juzi kwenye kikao chake cha chama alichokuwa amealikwa kwamba vijana hata tukasoma vipi, lakini mwisho wa siku vijana hatuwezi kuwa sehemu ya watu ambao tunaweza kukaa katika uongozi. Mimi hii naikataa. Kwa sababu gani? Wako vijana mpaka leo ni wasomi, lakini bado wameendelea kuaminiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kupewa sehemu mbalimbali za kiongozi. Mfano, yuko Mheshimiwa RC ambaye ni kiongozi. Ni kijana ambaye ametokana na zao la vijana, lakini bado anaendelea kupiga kazi ipasavyo kama kijana. Sasa anapozungumza kwamba sisi vijana sio sehemu ya kuwa sehemu ya viongozi, hapana. Kwani ili sasa sisi tustafu, si lazima tupitie tupitie katika uongozi tukua vijana ili tutengeneze mustakabali mzima wa maisha yetu? Kwa Kanyasu anatukosea sisi vijana na kuwakosea vijana wengine walioko ndani ya nchi ya chama.